Ukisikia neno maandalizi, unaweza kusema sasa mchungaji anaongea hata kusema nini? Nazungumzia maandalizi. Ni hatari sana ukibarikiwa mvua ikikunyeshea na haukuwa na maandalizi. Mungu hakuruhusu mvua inyeshe mpaka uwepo wa mlima ardhi, ili itakaponyesha vipandwe vinavyotakiwa kupandwa, viote vinavyotakiwa kuota. Jaribu kufikiri ikinyesha na hakuna anayelima ardhi, utachipua miba, utachipua mimea ambayo si mahitaji. Lakini Bwana alisubiri awepo mtu. Biblia inasema ni kwa sababu hapakuwa na mtu aliye tayari, aliyejiandaa kuilima ardhi, na kwa sababu hiyo mvua haikunyesha. Fikiria unavyoomba, fikiria unavyomwambia Bwana, niinue, nisaidie, nipe hii. Na tunaposema maandalizi, Mungu anaangalia ndani. Moja ya matatizo mengi tulionayo leo kwenye marriage, tuna watu hawajaandaliwa. Kuna watu fulani wako hapa, nikiwaambia kitu cha maandalizi watanielewa, labda wale wenye age kama yetu hivi, sisi wazee, lakini vijana wa sasa hawatanielewa. Kuoa ama kuolewa ilikuwa inahitaji maandalizi, na ndio maana kuna kizazi fulani kinaingia kwenye majukumu hakina maandalizi. Kikutana na changamoto kinachanganyikiwa. Yani anapata mtoto kama tukio tu, yani anashangaa na mtoto na kucha bado sijakata ndevu, hajui zitamchoma mtoto, anamfunga mtoto na mikucha mirefu hivi na rangi, hana maandalizi.